بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea na madarasa haya ya sera ya Mtume na tulifika katika khutba ambayo alitoa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hijjatul wida, yani khutba ile ya kuaga. Basi tumefika katika sehemu asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayuhan nas, enyi watu, إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحتقرون من أعمالكم. نعم، مما تحقرون من أعمالكم. Asema enyi watu, hili ni muhimu sana sana sana. Kipande hiki ni kipande muhimu sana kwetu sisi Waislamu, hususan zama hizi pamoja na yani vituko na shida zinazoendelea. Asema kwa hakika shetani ameshakata tamaa an yu'bada fi ardikum hadhihi, aabudiwe katika ardhi yenu hini, yani pale nchi za Kiarabu ama jazira ya Kiarabu. Katika riwaya nyingine anasema fi jaziratil arab, kuwa shetani ashakata tamaa hatoabudiwa tena. Tumeelewa maana yake? Muadham ya Waislamu hawawezi kumwabudu shetani, muadham ya Waislamu hawezi kufanya shirki. Ndio maana yake kuna riwaya nyingi tu zimekuja. Asema lakini huyo shetani sasa ashajua Waislamu hawezi tena kufanya shirki, yani kwa ujumla. Asema lakini yeye shetani ameridhia atuiwe katika mambo mengine, katika amali nyingine ambazo tunazifanya. Mtu yaswali lakini hatuna khushu'i, mtu yafunga lakini hatufungi kwa ajili ya Allah, mtu hatoi zaka sawa sawa, mtu ana pesa lakini hahiji, swala wengine tunawacha, tunakata kizazi, tunaasi wazee, hatuhurumiani, hatupendani, hatuna umoja. Shetani hapo ndo anapigana. Manake ajua hawezi tena kufanya shirki kwa ujumla. Sasa ilobakia nini? Ilobakia ni tulete vita. Katika baadhi ya riwaya semaje Bwana Mtume, lakin fi tahrishi bainakum, lakini ni katika kutia vita baina yenu nyinyi kwa nyinyi Waislamu. Yule amponda yule madhehebu fulani hampendi huyu yule. Na tukiangalia umma wetu ndio hali yetu, subhanallah, jambo la kusikitisha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tayari ashatuambia, tayari ashatueleza hatari hii, lakini bado sisi tuko pale pale kama ambaye hatujaambiwa. Bali na wengine hufanya kuwa ile ni kama ndio kuwa mcha Mungu, yani kule kukatana, kule kuvunjana, kule kutukanana mpaka misikitini, tukafanya ni ndia ya kujikurubisha kwa Allah jalla jalalu. Na huku Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashatutanabahisha kuwa khalas, shetani ashakufa moyo. Shetani ajua hawezi tena kufanya Waislamu kwa ujumla waje wafanye shirki. Iweje mtu aje katika zama hizi awe atasema mu'dhamul muslimina, wengi katika wale Waislamu walikuwa wakifanya shirki. Sasa tutukue maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ama tutukue maneno ya mtu alokuja zama hizi? Ama hata si zama hizi, tutukue maneno ya mtu alokuja baada ya Mtume. Tuchukue maneno ya Mtume, asema shetani amekufa moyo, shetani ashakata tamaa, hawezi tena kuabudiwa. Shetani ashakata tamaa kwa Waislamu kwa ujumla hawafanyi tena shirki. Aje mtu akwambie Waislamu kwa ujumla walikuwa wakifanya shirki, ama Waislamu kwa ujumla wanafanya shirki. Sasa ni vipi? Tutukue neno lake huyu mtu ama tutukue neno la Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Nafikiri jambo liko wazi. Tena Bwana Mtume endelea aseme kuwa shetani sasa takuwa kazi yake ni kutuporomosha, ni kutuangusha katika hizi amali zingine. Na katika riwaya kama tulivyosema, asema shetani itakuwa focus yake, itakuwa haja yake kubwa ni kutusababishia yani mfarakano katika umma. Hawa wanapigana na hawa, nchi hii yapigana na nchi ile, Waislamu hawa pigana na wale. Mbona sisi hatutanabahi tukawa na umoja hata kama pamoja na tofauti zetu? Akaendelea Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hutuba yake asema, enyi watu, inna an-nasi'a ziyadatun fil kufri يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. hii amesoma kipande cha aya, manake asli ya aya ni innaman nasi'u ziyadatun fil kufri,
Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi asema inna nasia, hakika ya ile nasi nini? Nasi ilikuwa ni ada wale wakati wa jahiliya wakifanya, manake wao walikuwa wanajua kuna ashhurul hurum, sawa, na wajua kwa ashhurul hurum hafai kupigana, hafai kukatana. Hapo hata kabla ya Uislamu wakiheshimu yani ile miezi minne ashhurul hurum, yani Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Sasa ikawa wao mara nyingine wakitaka kwenda vitani wanachelewesha, wanasema bado mwezi haujaingia, yani mwezi ushaonekana, lakini wanasema bado mwezi haujaingia, wao uchelewesha kama labda nusu mwezi, labda siku 10, siku 15, labda mwezi mzima. Sasa ile ndio ikawa inaitwa nini? Nasi. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasemaje, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, hakika kule kuchelewesha hizi tarehe ni kuzidi katika ukafiri, ni kuzama katika ukafiri, ni kuzidi katika ukafiri. Yudhallu bihi alladhina kafaru, wale kafiri, wale kufuru, wale wanapotezwa kwa ile nasi. Yuhillunahu aman, wanahalalisha miaka fulani ama mwaka, wayuharrimunahu aman, na mwaka mwingine wanafanya nini? Wanaharamisha. Liwatu iddata ma harrama Allah, ili wazame ama ili wafanye yale ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Sasa hii nasi kama tulivyosema ilikuwa wale watu wa jahiliya wanafanya nini? Wanaongeza ule muda, wanachelewesha ule muda ili waweze kuingia katika vita. Yani mfano imefika ni Dhulqa'da na labda kabila fulani lataka kupigana, wale makureshi labda wataka kupigana, watakwenda vitani, lakini wanajua Dhulqa'da hakuna vita, basi wanachelewesha, wasema bado tuko katika Shawwali, yani mwezi wa Dhulqa'da bado haujaingia, wanauchelewesha. Ndio sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawatanabahisha, akasema zama ni za Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu alivyoumba mbingu na ardhi, hakuna zama kubadilika. Na inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, na kwa hakika yani idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu ni miezi 12 katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, na kuna 4 ni ashhurul hurum. Bwana Mtume akasema 3 zimefuatana na 4, na ya 4 ama moja iko peke yake, Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram, hizi zimefuatana. Kisha Rajab iko peke yake, asema Bwana Mtume wa Rajabun alladhi baina Jumada wa Sha'ban, na Rajab ambayo iko baina ya Jumada, yani Jumada thania na Shaabani. Kisha asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala hal ballaghtu, mimi si nimebalighisha, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha asema Allahumma shahad, Mwenyezi Mungu shuhudia kwa mimi nimefanya nini, nimebalighisha. Naam, kwa tutakoma hapa, manake kipande kinachokuja cha khutba kinazungumzia yani masail muhimu tena makubwa sana, manake atazungumzia haki za wanawake na namna ya kutaamal na wake zetu. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.